Askofu wa Jimbo Katoliki Kigoma, Mhashamu Askofu Joseph Roman Mlora ALCP OSS amewapongeza waamini wa parokia Bikira Maria Mshindaji kwa kushiriki azimisho la sadaka ya misa takatifu na sherehe ya Pentekoste ambayo waamini wa vigango vyote vya parokia hiyo wamejumuika katika kanisa kuu hilo. Katika homilia yake, Askofu Mlora amesema kuwa anawatakia heri na baraka tele waamini wote wa parokia hiyo na jimbo kwa ujumla, kwani siku hiyo ni siku ambayo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume wake ambao walikuwa ndio msingi wa kanisa. Na hapa anafafanua zaidi. Na hivi ndiyo sherehe ya Pentekoste. Na hivi nipende kuwatakieni nyote heri na baraka za sherehe hii kubwa ndani ya kanisa, sherehe ya kuzaliwa kwa kanisa ambalo ni moja takatifu Katoliki la mitume na kwa asili yake ni la kimisionari. Na tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia sherehe hii, aliyetujalia zawadi hii kubwa kwa kila mmoja wetu na ndani ya kanisa. Tunapoadhimisha sikukuu hii ya Pentekoste, ambayo ni siku ile Roho Mtakatifu alipowashukia mitume ambao walikuwa wamekusanyika chumba kile cha juu kama vile Yesu alivyokuwa amewaahidi. Ni siku ambapo tunasema kanisa limezaliwa, ingawaje kanisa lilizaliwa hatua kwa hatua kwa matayarisho aliyoyafanya Kristo mwenyewe, na hasa kuwakusanya wale wafuasi wake, na baadaye akawaita na wale mitume, na wao wakawa ndio msingi wa kanisa. Na hapo walipomuona huyu Bwana aliyeteswa akafa na akafufuka, hata hivyo walikuwa na hofu, walikuwa na wasiwasi, kwani Bwana wao alikuwa ameuawa na hayupo tena. Aidha, amesema kuwa waamini wawe makini, kwani sasa kuna baadhi ya imani zilizoibuka zinazowayumbisha waamini wasio na imani thabiti, akitolea mfano keki za upako pamoja na mambo mbalimbali yanayokinzana na imani Katoliki. Na tukubali kuongozwa na huyo Roho, na tusiongozwe na roho ambaye tunamuunda sisi wenyewe. Roho Mtakatifu si kifaa kinachoweza kutumiwa kwa matakwa ya mhubiri fulani na manabii fulani wanaojibandika hayo majina makubwa makubwa. Bahati mbaya sana, mwingine anafika mahali receive mtakatifu. Ndio maana mahali pengine unaanza kuweka kwake humo, baadaye hapo tuko na udongo lipa 10,000, chukua mafuta 10,000, chukua na keki ya upako 10,000. Hiyo Roho Mtakatifu alipowatokea mitume aliwadai fedha, aliwauzia udongo. Misa hiyo ambayo pia iliambatana na kutolewa kwa sakramenti ya kipaimara kwa waamini 110 ambao leo hii wamempokea Roho Mtakatifu, na kuwaambia waamini kuwa wawe makini na roho zinazodanganya, hasa zinazomhusisha Roho Mtakatifu ambazo haziko wazi na hazina utaratibu. Na hapa anafafanua zaidi. Muujiza ulikuwa wa kuelewana na umoja. Sijui kama mnanifuata vizuri. Muujiza uliokuwa hapa ni ule wa kuelewana, hata aliyeongea lugha gani, lakini kila mmoja akapata ujumbe na wakabaki wamoja. Hii ni tofauti kabisa na kutoa sauti zisizoeleweka ambazo wasikilizaji wala anayeiongea hawezi kuzitambua. Hawezi sikia.
watu wanaongea, anasema si naongea ni Kiaramaiki, sijui ni Kiarabu, wala mwenyewe ukimwambia umesema nini hajui. Kwa upande wake, paroko wa parokia Bikira Maria Mshindaji naye aliweza kuwaalika waamini waweze kutoa zawadi kwa baba askofu. Kwa heshima na taadhima, nitakualika utakuja hapa mbele, na wale wote ambao wamejiandaa, ambao huenda wana uharaka fulani wa kuondoka, hawatakuwepo katika zawadi namba 2 ambazo zitakujumuisha vigango vyote na parokia na BMJ zote, basi tuwakaribishe kwa ajili ya kushika mkono. Nikiripoti kutoka hapa Kanisa Kuu la Bikira Maria Mshindaji, Kanisa Kuu Kigoma. Mimi ni Theo Mwambasi George.